neema kutoka mbinguni kwa Baba imeenea. Neema hiyo imeenea. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Ndugu wapendwa, tumombe kwa unyenyekevu Bwana Mungu wetu ili apende kubariki maji haya tutakaponyunyiziwa sisi kwa ukumbusho wa ubatizo wetu, naye apende kutusaidia ili tudumu waaminifu kwa Roho Mtakatifu tuliyempokea. Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka kwamba kwa njia ya maji yale chemchemi ya uhai na chanzo cha utakaso, hata roho zitakaswe na zipate zawadi ya uzima wa milele. Tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa njia yake tunatamani siku hii ya leo Bwana tuimarishwe. Ukubali chemchemi hai ya neema yako ifanywe upya ndani yetu, na tukingwe na maovu yote ya roho na mwili kwa njia yake, ili kwa mioyo safi tujongee na tuweze kupokea wokovu wako inavyotakiwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiumbe hiki, yaani chumvi hii ulioagiza kwa njia ya Nabii Elisha itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba Ee Bwana, ili popote patakaponyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji, tuzie mbali kila uovu wa adui, nasi ututunze kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Yesu Kristo alidhihirisha wazi heshima kubwa ya kazi kwa kukubali yeye mwenyewe neno wa Baba aliyetwaa mwili, kuitwa mwana wa seremala na kufanya kazi kwa unyenyekevu kwa mikono yake. Kwa njia hiyo akaiondoa laana ya dhambi ya kale na akaifanya kazi ya binadamu kuwa chemchemi ya baraka. Kwa hiyo binadamu anapofanya kazi yake kiaminifu na kushughulikia yote yanayohusu utaratibu wa kidunia kwa kumtolea Mungu kwa unyenyekevu, anajitakasa mwenyewe, anaendeleza kazi ya uumbaji kwa akili yake na kwa utendaji wake, anaonyesha upendo, anaweza kuwasaidia maskini, na akiambatana na Kristo mkombozi anakamilishwa katika upendo wake. Kwa hiyo tumshukuru Mungu na tumwombe ili amimine baraka yake juu ya wote watakaofanya kazi mahali hapa. Sikilizeni sasa ndugu zangu wapendwa, maneno ya kitabu cha Mwanzo. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na mkuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoayo mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Itakuwa ndivyo
chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunakusanyika hapa rasmi kufungua jengo hili ambapo ni jengo la benki yetu, benki ya Mkombozi. Tunaomba Mungu awe na sisi, Mungu atawale mioyo yetu na nia zetu tulizo nazo. Sasa tutasali pamoja na tutaitikia: E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Bwana wetu aliumba ulimwengu na akaujaza ishara ya nguvu zake kwa namna ya ajabu. Pia akaitakasa kazi ya binadamu tangu mwanzo, ili kwa kuiga kwa unyenyekevu wema wa Muumba mwenyewe waweze kwa makini kuyafikisha maumbile ya ulimwengu kwenye ukamilifu wake. Basi tumtolee Mungu maombi yetu tukisema: E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Uhimidiwe E Bwana, uliyetuamuru tufanye kazi, ili kwa akili na mikono yetu tujibidishe kukamilisha malimwengu. E Bwana. E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Uhimidiwe E Bwana, uliyependa mwanao aliyechukua mwili kwa ajili yetu, afanye kazi ya mikono kwa unyenyekevu. E Bwana. E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Uhimidiwe E Bwana, uliyefanya mzigo wa kazi zetu kuwa mwepesi na nira ya kazi kuwa laini katika Kristo. E Bwana. E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Uhimidiwe E Bwana, unayetuhimiza kwa maongozi yako ili tujibidishe kufanya kazi zetu kikamilifu. E Bwana. E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Uhimidiwe E Bwana, unayepokea kwa wema kazi zetu ili ziwe sadaka kwako, malipizi kwa manufaa yetu, furaha kwa ndugu zetu na msaada wa kuwainua maskini. E Bwana. E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Uhimidiwe E Bwana, uliyependa kuinua mkate na divai vilivyotunda la kazi ya mikono yetu, pate hadhi ya sakramenti ya Ekaristi. E Bwana. E Bwana, ubariki kwa wema kazi ya mikono yetu. Tuombe. E Mungu, kwa maongozi yako ya ajabu unapenda kubariki kwa wingi kazi zote za binadamu zinazohusu nguvu za mwili na za akili. Ujalie wote watakaojibidisha kuchunguza masuala na kutolea majibu wapate msaada wako, ili wafikie uamuzi sahihi na kuyatekeleza kwa namna inayofaa. Bariki ofisi hii kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu Mwenyezi, Baba wa wema wote, ambaye alituamuru tusaidiane kama ndugu, awatazame kwa wema ninyi na wote watakaoingia hapa. Makofi na vigelegele vingi. Asante Mwashamu Baba Askofu. Na sasa ni wakati wa kubariki. Bwana awe nanyi.
Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu katika jina la Bwana. Nanyi nyote mliopo hapa, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Msifu Yesu Kristo.